إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tuwe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutekeleze amri zake Allah jalla jalaluhu, tujaribuni kuacha yale Mwenyezi Mungu aliyotukataza, tuweni na subra katika kutenda taa na kuacha maasi, na tukiteleza tuwe wepesi wa kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu ghafurur rahim. Ndugu zangu, bila ya kurefusha kwenye mukaddima, nataka niingie kwenye mada moja kwa moja, sababu maneno huenda yakawa ni mengi na muda usitutoshe. Mada au inwani ya khutba yetu ya leo ni kama vile mlivyotangaziwa kwenye post ambazo zimerushwa kwa social media: sadaka au ufahamu sahihi katika kutoa sadaka. Tuzungumzia jambo hili, mmoja katika misingi ya maisha ya mu'min. Kwa hiyo sehemu yetu ya kwanza kwenye khutba hii, sadaka ina sehemu gani au ina nafasi gani katika maisha ya Muislamu mu'min? Ndugu zangu, katika sifa za mwenye imani aliyemcha Mungu ni kuwa ni mwingi wa kutoa. Tusikilizaneni vizuri ndugu zangu Waislamu. Uislamu unatafsiriwa na vile vitendo vya nje. Wewe siku zote ukiwa wadai ni mtu mwenye imani, una itikadi safi, hakuna hata mwanadamu mmoja ataweza kuona itikadi yako iko kiwango gani au imani yako imefika daraja gani, sababu haionekaniwi. Ni mambo, mafungamano yake ni moyo, na anayejua yaliyo ndani ya moyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Lakini Uislamu wetu sisi si imani peke yake. Uislamu kwetu sisi ni imani na vitendo. Ile imani ambayo wewe utaidhihirisha kwa maneno na kwa vitendo, na vile vitendo ndivyo vilivyoelezwa kwenye Qur'ani kama alama ya watu waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hili la kutoa sadaka lina mafungamano makubwa na mtu mwenye imani. Wewe mwenyewe, sitaki umwangalie mwingine, wewe mwenyewe ukijiona umzito mno kwenye kutoa, basi ni dalili ya udhaifu wa imani yako. Mwenyezi Mungu alipoeleza kwenye Qur'ani aya za mwanzo kwenye sura ya pili, Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Yani Qur'ani hii haina shaka ndani yake, ni uongofu kwa wale wenye kumuogopa Mungu, kwa wale walio karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alitaja sifa zao immediately baada ya aya, akasema alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya imeendelea mbele, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan. Anawasifu Mwenyezi Mungu kwamba hao wako katika ule uongofu na hao ndio watakao faulu.
Na ukenda katika surat Ali Imran, Mwenyezi Mungu anapoeleza ile takwa ambayo watu wengi wakisikia takwa moja kwa moja wanamwangalia yule mwanadamu katika madhahiri fulani ambayo sio pengine yanayokusudiwa. Wanamwangalia vazi lake liko vipi, wanamwangalia watembea vipi, wanamwangalia katika sala shingo kaipinda vipi. Lakini hayo yote hizo ni alama zetu sisi tu wenyewe, lakini anayejua wacha Mungu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayeeleza kwenye Qur'ani, muwatambue huwa ni watu wa aina gani. Potelea mbali vazi lake alilovaa, potelea mbali anavyojifanya maskini akitembea, potelea mbali anavyopinda shingo akiswali, potelea mbali na ule vilala kujifanya manake yeye kwamba yeye ni mcha. Eka kando hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anayewajua wacha Mungu. Asema kwenye Qur'an kwenye surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, fanyeni haraka, kimbilieni msamaha wa Mola wenu na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin alladhina yunfiqun fi sarra'i waldharra walkadhimina alghayz wal'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim waman yaghfiru adh-dhunuba illa Allah walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ninapopataka ni aya hii, uiddat lilmuttaqin, pepo hiyo ambayo tuambiwa sisi tuikimbilie na msamaha ambao tuukimbilie. Mwenyezi Mungu asema hiyo pepo imewekwa tayari, imeshaandaliwa kwa ajili ya kina nani? Lilmuttaqin, kwa wale wachaji Mungu tunaowaita sisi, watu walio karibu na Allah, watu waliomtambua Allah, watu wanaoishi katika hii dunia bila ya kuvuka ile mipaka waliowekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa zao ni zipi? Sifa ya kwanza Mwenyezi Mungu asema alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra, wale wanaotoa. Kwa nini ndugu zangu watu hawa sifa hii imekuwa ni sifa yao ya kwanza? Kwa sababu sifa hii inaambatana na rahma, ukaribu wake na Allah, moyo wake umelainika, yuaishi kwa ajili ya wanadamu, yuwafurahi anapoona amekuwa ni sababu ya yule mjane kusaidika, ya mwenye deni kulipa deni, ya mgonjwa kutibika, ya aliye hana fia masomo amesoma, ya yatima amekula na ameshiba. Ndiyo hobi yake, ndiyo furaha yake, inatumwa kutokana na ile imani ambayo anayo ndani ya moyo wake. Kwa hivyo haiwezi hata ukajisifu wewe, hata uvae mijilemba mikubwa, na wewe ndio utajijua mwenyewe. Ukijiona wewe ni bakhili, basi wewe jiwekee question mark ya imani yako, ni imani ya kisampuli gani? Vipi wala jirani ana njaa? Vipi ukiambiwa utoe kumsaidia mgonjwa na unazo wasema huna? Vipi wewe uko nyuma katika kila ambalo la kuwanufaisha jamii, na pesa unazo na utadai kwamba wewe ni Muislamu, na wewe ni mfuasi wa Qur'ani, na wewe ni mfuasi wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hamujasoma kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu aliposema waman yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun, yule atakaye Mwenyezi Mungu kumwokoa na ule ubakhili wa nafsi yake, huyo ndio mwenye kufaulu. Atafaulu vipi mtu bakhili? Mtu ambaye mpaka iwajinyima nafsi yake. Mnajua kuna watu leo wanaishi na wanadhuru nafsi zao, na wana neema zote Mwenyezi Mungu alizowapa kwa sababu ya sifa ya ubakhili. Je, huyu kweli anaweza kuwa mu'min? Je, huyu kweli anaingia kwenye kundi la wacha Mungu anaowasifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nafasi hii ya kukaa na watu vizuri, ya kuwasaidia, ni alama kubwa ya ucha Mungu, kando na wengi wetu wanavyofikiria. Mifano ni mingi tumepigiwa na mtume wetu Muhammad. Yatosha hadithi moja hii kumpa kila mmoja wetu aelewe nani ambaye yeye ni mcha Mungu kikweli. Qur'ani yateremka mwanzo Mwenyezi Mungu aeleza hizo habari. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aya za mwanzo kabisa. Mfano ni tabia za wale watu walioishi na mtume. Kuna wanadamu waliishi na mtume akataka kuwaonyesha wanadamu waelewe kabisa kimifano ya wazi. Walipokuja kumuuliza, ya Rasulullah, kuna mwanamke mchana hufunga saumu na usiku halali kwa kusali,
lakini iwaudhi majirani. Badala ya kutoka manufaa kwake kuwafikia wanadamu wenzake, majirani wenzake, kinachotoka kutoka kwake kwenda kwa majirani ni maudhi. Maudhi utajua wewe maudhi ya kisampuli gani. Huenda hata ubakhili ikawa ni maudhi. Maana hamtembelei mwenzake akiwa mgonjwa, haendi kuzika mwenzake akifa, hatoi msaada wake mwenzake akiwa na haja. Kisha akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawaambia kuna na mwingine hazidishi faradhi, yani hana ibada za usiku za sunna, wala hana funga za mchana za sunna, yani za kujitolea. Yeye afanya ile faradhi peke yake, lakini yuko vizuri na majirani, yuko vizuri. Mtatafsiri nyinyi. Sasa yule wa kwanza alipoulizwa, jawabu ya Mtume alisema hiya finnar, huyo yuko motoni. Na wa pili alipoulizwa Mtume akasema hiya fil janna. Kwa hivyo yule wa kwanza, pamoja na ibada zote ambazo dhahiri yake watu huona huyu ndiye mcha Mungu kikweli, lakini amekwenda motoni kwa sababu matendo yake aliyokuwa akiyafanya hayakutafsiri takwa aliyokuwa nayo ama aliyokuwa anaidai. Ama huyu wa pili, pamoja na uchache wa ibada zake, lakini athari ya zile ibada zilionekaniwa katika maisha yake ya kila siku, kwenye kuishi na watu vizuri, kwenye kuwasaidia watu. Msisahau ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ateremsha Qur'ani Makka, haijafaradhiwa zaka, haijafaradhiwa saumu, haijafaradhiwa haji. Mwenyezi Mungu amwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araaita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wataka kumfahamu hasa yule anayekanusha siku ya malipo na anayekanusha dini ya Muhammad, basi ujue ni yule ambaye husukuma mayatima, hana rahma na mayatima, wala hahimizi. Sikilizeni hapa, sio hatoi sadaka wala hahimizi kamwe. Sio kwa yeye hana hatoi, hata hana hamu wapewe wale watu. Hakuna siku atalala na hamu kuwa mimi na shiba leo. Je, majirani zetu hao wana njaa? Nani anayewaangalia? Angalau na yeye akiwa hawezi kutoa mali atoe fikra. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hii ndio makanatu sadaqa katika sehemu yetu ya kwanza ya khutba. Ama sehemu yetu ya pili, ndugu zangu Waislamu, kuhusu jambo la sadaka ni fadhila zake. Hii ibada ni adhim ndugu zangu. Hii ibada iliposhikanishwa na wacha Mungu na watu walio karibu na Mungu na watu wanaompenda Mungu, basi ni ibada kubwa sana yenye daraja, na malipo yake ni makubwa. Malipo yake ni makubwa. Na wewe ukiona Mungu amekuchagua akakuingiza kwenye kundi hilo la watu wanaopenda sadaka, basi ujue Mungu kakuchagua, Mungu kakupenda. Kakuchagua sio ili utambue wanadamu, ili ujitambue nafsi yako. Kwa sababu wewe unapotoa, kiukweli watoa kwa ajili ya nafsi yako. Kiukweli watoa kwa ajili ya nafsi yako, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhi, akulinde, akuokoe, akupe salama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kwanza Mungu akawapa moyo na kuwapigia mfano wa kuwapa himma ili waweze kutoa. Akasema jalla jalalu, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, wale wanaotoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Tukome hapa kwenye neno fi sabilillah. Wengi huona fi sabilillah basi ni katika masala ya jihad, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Lolote unalolifanya lenye kumridhisha Allah, ukatoa mali yako kwenye jambo hilo, ni katika fi sabilillahi. Umlishe mwenye njaa fi sabilillahi, umkidhie deni mwenye madeni fi sabilillahi, umlipie mtoto shule fi sabilillahi, umlipie mgonjwa bil fi sabilillahi, ili kusudi tupanue ya mawazo yetu na fikra zetu, tusibane sehemu moja, kwamba mtu akadhania labda ni wale wanaotoa mali yao kupeleka majeshi yakapigane, hao ndio fi sabilillah. Tueleweni lugha ya Kiarabu vizuri, hii lugha ina wenyewe. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, katika jambo lolote la kheri ambalo Mungu yuko radhi nalo fi sabilillah. Mwenyezi Mungu asema kamathali habba, kamathali habba anbatat 7
sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ni biashara gani utakaoifanya leo yenye kukupa wewe faida ya mahisabu hayo? Biashara ipi leo utaifanya ikupe wewe faida ya mahisabu kama hayo? Mwenyezi Mungu asema mfano wa wale wanaotoa mali yao katika njia ya Mwenyezi Mungu ni mfano wa tembe moja ya mahindi ile uliopanda ikatoa visuke 7, kila kisuke kina tembe 100. Kwa hivyo moja yako unaotoa ile Mungu akulipa 700. Kisha Mwenyezi Mungu asema wallahu yudha'ifu liman, na Mungu humuongezea anayemtaka. Yaonyesha kwamba si 700 tena, zaidi ya 700. Wallahu wasi'un alim, Mungu ni mkundufu, mjuzi wa nia za wale wanaotoa mali yao. Utaipata wapi faida ya mahisabu kama haya kwenye biashara zetu za duniani? Kisha ndugu zangu, niwaambie kitu kingine. Hizi ni faida ambazo kuna na dhamana. Mabenki ya wanadamu leo ukienda ukiingia mkataba na wao, hata ile dhamana unaopewa ya mwanadamu ni dhamana ambayo umekinai wewe na wamekinai wao. Lakini dhamana ile wakati wowote kwa uwezo Mwenyezi Mungu inaweza ikavunjika. Benki inaweza filisika, mkakosa pesa nyote, mkaomwaliwa hamjui mumshike nani. Lakini huku kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu amekudhaminia ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Hakuna shaka wala hakuna kitu kitafanya mazuri yako na thawabu ya kutoa kwako zitapotea, hazipotei. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wama tuqaddimu, kile mtakachokitanguliza, wama tuqaddimu li anfusikum. Shuf, li anfusikum, sio lilfuqara lilmasakin, wama tuqaddimu li anfusikum. Inaweza kuwa wewe umetoa kwa ajili ya kumpa fukara ashibe, lakini umetoa kwa ajili ya nafsi yako. Inaweza kuwa umetoa kwa ajili umlipie mtoto shule, lakini umetoa kwa ajili ya nafsi yako. Na ndio maana Mungu hakusema hapa wama tuqaddimu li ikhwanikum alfuqara au wama tuqaddimu lilmasakin, wama tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Mtakwenda kuiona, mtakwenda kuipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena malipo yaliyokuwa bora na makubwa zaidi kuliko vile ulivyotoa wewe. Hizi ni fadhila. Na yatosha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas, fi hadith rawahu al-Imam at-Tirmidhi, hadithun tawil. Asema Mtume ahabbu an-nasi ila Allah, wale watu wanaopendwa zaidi na Allah ni wale wenye kuwanufaisha watu, wale wenye kuwanufaisha watu. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah, na amali bora ni ile ambayo utamfanya ndugu yako, umtie ndugu yako furaha katika moyo wake. Sururun tudkhiluhu ala akhika almuslim, ni kule kumfurahisha ndugu yako Muislamu. Sasa angalia mawili haya, anayependwa na Allah zaidi ni mtu mwenye kunufaisha watu. Kisha kinachopendwa zaidi ni ile furaha unaomjalia ndugu yako. Ni furaha ngapi? Unapomlipia mtu madeni, yani unapomlipia mtu deni ambalo limemlemea, furaha yake yatafsirika kweli? Fukara, masikini, wanyonge, wagonjwa. Unajua wagonjwa wetu leo sisi huugua mara mbili. Wacha niwaambie ukweli. Wewe unaposikia mgonjwa tu yuko hospitali, usende kumtembelea kuwa wenda mtembelea ana homa. Nenda ukamtembelee kuwa ana homa, ana na maradhi ya maudhiko, kwa sababu hajui atalipa vipi bili ya hospitali. Kwa hiyo huugua mara mbili. Wacha niwaambie, na haugui mgonjwa peke yake. Haya ndio maafa. Anapokuwa mgonjwa tu yule mgonjwa, basi familia yote huwa wagonjwa, kwa sababu siku hizi matibabu ni mrundo wa mipesa. Baba huwa mgonjwa, mama huwa mgonjwa, familia wote huwa wagonjwa, kwa sababu tatizo sasa si figo, tatizo ni yale maudhiko. Tutatoa wapi mamilioni ya pesa sikulipia bili? Sasa utoke wewe ndio uwalipi. Sikizeni niwaambie, nishawalipia, tokeni muendezeni. Huwa furaha yake ni namna gani? Ndio Mtume akasema, akataja kumfurahisha Muislamu, kisha akasema mfano wake, akataja kumlipia mtu deni, kumuondoshia mtu dhiki, mpaka mwisho Mtume akasema maneno mazito: mimi kutoka kwenda kumsaidia ndugu yangu Muislamu, kumwendea mbio ndugu yangu Muislamu na kumkidhia haja yake, hilo jambo mwezi mzima. Yani Mtume hajaona kukaa itikafu msikiti wa Madina mwezi lina uzito na daraja na thamani na thawabu
kuliko la yeye Muhammad kutoka kwenda kumwendea ndugu yake Muislamu mbio na kumkidhia haja yake. Sehemu yetu ya tatu kwenye khutba ni adabu za sadaka, na muda hatuna, tutakaa kidogo alafu tuendelee, hata kama ni kwa uchache tuzungumze ili tumalize khutba yetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jambo la tatu ndugu zangu ni adabu, na nitataka kuzungumza kwa haraka haraka ili nimalize maneno yangu na munifahamu. Kila jambo huwa lina adabu zake, na siku zote ukifanya jambo bila ya ujuzi, huenda saa nyingine badala ya kunufaisha ukadhuru. Hakuna kizuri katika maisha ya Muislamu kwamba kila analolifanya ana yastawibu, yulifahamu na ajua afanya nini. Sadaka kama tulivyoeleza na kama ulivyosikiliza ni jambo kubwa lenye daraja linalofanywa na wacha Mungu na watu wa kheri, lakini latakiwa lifanywe vipi? Jambo la kwanza ni vizuri katika kutoa kwetu sadaka, ile sadaka yenyewe inasibiane na haja ya watu. Saa nyingine waweza kutoa sadaka, Mungu atakulipa thawabu ndio, lakini je, sadaka uliyotoa wale watu walikuwa wana haja na hiyo sadaka? Wende mahali kijiji, tatizo lao kubwa ni njaa, hawana manake miundo mbinu ya kuweza kuleta kazi ili wapate chumo wale washibe na familia zao. Wewe uende pale kama tajiri, una uwezo wa kuwafanyia fikra yoyote pale ili wajisaidie na wajitatue kwenye tatizo lile. Uendapo kwenda kuwajengea msikiti, nieleweni uendapo kwenda kuwajengea msikiti wakati wao misikiti wanayo, pengine idadi walionayo pale msikiti hata hawaujazi, uende ukawajengee mwingine mzuri, watafurahi, watapiga na takbir, msikiti mpya tumeupata. Je, ndio haja ya watu wa kijiji? Ni majengo, mfano mzuri ni majengo. Muna msikiti na jirani yenu muna hospitali, aje tajiri mwingine tena upande ule awajengee msikiti kama huu. Ni jambo la kheri amefanya, lakini ndio haja ya watu wa majengo? Je, angewajengea library ama angejengea kituo leo cha media? Sadaka nyingi leo hazitoki kwa sababu mtu ukimwambia tunataka kuanzisha studio, tununue vyombo, video na makamera na nini, ili kiwe ni kituo cha Kiislamu tufanye da'wa, wallahi watu hawaelewi wala hawako tayari kutoa. Mimi nitakutoa sadaka shaka naambia msikiti na kisima wao TV hawaelewi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Ya kwanza sadaqatun jariyah, full stop, tukomea hapo sisi. Hakuna au ilmu yuntafa'u bihi. Je, media na yale yanayofanywa kupitia media na vipindi na mihadharati na yote mazuri hayaingii kwenye au ilmu yuntafa'u bihi? Haipo kwenye hii hadithi. Au walad salih yad'u lahu, walad salih tumtoe wapi kwenye ulimwengu huu wa mtandao wazi ikiwa hapati kizuri cha kuangalia kwenye media kimjenge imani yake, ndio amkumbuke babaka sema rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama. Lakini hatuelewi, tutatoa mapesa mengi lakini kwenye yale kwenye kisiwa cha Mombasa penye misikiti 98 atakuja mwingine aongeze na msikiti wa 99 na mwingine na msikiti wa 97, lakini hatuangalii Mombasa twahitaji nini sisi ili sadaka zetu tuliziwekeze kwenye mambo yatakao nasibiana na haja za watu wa Mombasa. Wallahi nawaambia hamena, na mtakuja kuona nyinyi, tuna mengi tuyataka. Mweza kuuliza nyinyi library kubwa leo Mombasa iko wapi ambayo imechanganya vitabu vyote vya dini, mtu aweza kwenda pale akasoma? Hakuna. Tunao vituo vyetu vya TV Mombasa hata kimoja ya Kiislamu, au redio za kutosha kwa idadi ya 15 milioni Waislamu wanaoishi eneo hili? Hatuna. Hakuna pesa. Mbona mwajenga msikiti kwa milioni 500? Msifikirie jamani safari hii misikiti imejaa, imepungua, ni wenye kusali, tujengeni vituo vingine au mengine wanaohitaji watu. Na jambo la pili, ili nimalizie hutuba yangu ndugu zangu Waislamu, ni kwamba sadaka yenyewe yatakiwa itolewe kwa ikhlas na itolewe bila ya fedheha. Na kwenye sadaka mbili hizi nilizozieleza, adabu mbili ni vitu viwili tofauti, japo wengi huvichanganya. Kuna sadaka utaitoa ya mashruu ya msikiti, itoe wazi watu waione, mahi mushkila. Ya kusaidia kituo, jumuiya ya mayatima, toa, piga picha, mahi mushkila.
wataka kwenda kuchimba kisima eneo fulani, umepewa kazi na muasasa organization, wataka ushahidi, piga picha, kila kitu. Lakini sadaka nyingine ndugu zangu Waislamu ni sadaka za siri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema in tubudu sadaqati wa in tubudu sadaqati fa ni'mahi, ikiwa nyinyi mutaitoa kwa dhahiri sadaka ni jambo zuri. Wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara, ntaregelea, wa in tu'tuha wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara, na ikiwa mutaificha muwape mafukara. Mbona aliposema, au hikma gani Mungu aliposema mutakapoificha kisha akataja kuwapa mafukara? Ni kwa sababu hii ni sadaka ya individual, mtu fulani fakiri, usimfedheheshe. Mbona leo imekuwa mimi nikija kwako nikikwambia kuna mtu ana matatizo fulani, hivi wewe imamu uniambie mimi nataka jina lake, picha yake, mtaa, jina lake, familia yake, waishi vipi, nitakuweka rekodi. Maana yake huwa nini? Mimi nilipoficha jina lake nilitaka kumstiri. Hakusema mtume wetu Muhammad man satara musliman satarahu Allahu yawm alqiyama? Waislamu, kwani nyinyi mmeelewa hii hadithi maana yake ni nini? Mwenye kumstiri Muislamu si kumvisha nguo. Kumvisha nguo Muislamu ni moja kwenye stara, lakini hata aliyokuwa na njaa ukimlisha umemstiri, hata akiwa na deni ukimlipia umemstiri. Shida yetu sisi tumewazoea masikini ambao hawapo kwenye listi ya dini, tumewazoea masikini waombaomba, lakini wale masikini wa Mungu wa kikweli sisi hatuko tayari. Na ndio maana tukakimbilia kila tunalolifanya sisi lazima bado nijue. Wewe kwa nini watakujua jina lake? Wataka kulipwa na nani wewe? Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, wenye mali mnaotaka kutoa, kabla hujafikiria kumpa, fikiria kumstiri kwanza. Heshima ya mwanadamu kwa mwenye imani yake ni kubwa kuliko njaa. Kuna watu ni heri wafe njaa lakini usimfedheheshe. Sisi hatuelewi hayo. Wewe wataka upewe na picha hasa. Mimi nimekwambia, wengine nasema lakini tutajua vipi wengine ni warongo? Haya, nimuulize huyu imamu niliyokuja ni mimi ambaye wewe uniamini, nikwambie uniulizapo mimi nani huyo Sheikh Yusuf, kwanza huo umenitukana mimi wewe, huwa kama huniamini. Jamani, haya mambo saa nyingine hutegemea aliyekuja kupa habari ni nani. Kwa hivyo isiyo masala ya kwamba kila sadaka lazima ifanywe rekodi. Wewe wataka rekodi ya nini? Ya kuhifadhi kama umetoa, hutosheki na kuwa wama tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Mungu anajua. Hutosheki na hiyo? Hutosheki faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Watakuhifadhiwa nini tena? Unashaka na khazina ya Mwenyezi Mungu? Unashaka na dhamana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kama kweli wataka kuhisabu, hisabu madhambi yako. Hisabu madhambi, usihisabu mazuri. Mazuri Mungu atakuhifadhia. Hisabu madhambi ili upate kutubia. Ndugu zangu maskini, kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu asema lilfuqara'i almuhajirin alladhina uhsuru. Wallah subhanallah, Mungu aeleza fuqara ajib. Waislamu wengi leo hatuwajui. Asema nini? Yahsabuhumul jahilu aghniya. Mtu ambaye hawajui atadhani kuwa wao wamejitosheleza au ni matajiri. Min at-ta'affuf, kutokana na kujizuia kwao. La yasaluna an-nasa ilhafa, yani taarifuhum bisimahum, utawajua kwa nyuso zao. Kama wewe ni muumini wa kikweli, omba Mungu akupe uhodari wa kumjua anayestahiki nani. Usingoje mtu kukunyoshea mkono. La yasaluna an-nasa, hawaombi. Na katika hadithi rawahu Imam al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mtume asema masikini si yule anayeomba tende moja na tende mbili, na anayeomba tonge moja na tonge mbili. Maskini wa kikweli ni yule ambaye hujuzuia na haombi. Tafuteni hadithi kwenye Bukhari mtaipata. Lakini wallahi wamekuwa leo maskini wa kisampuli hiyo ndio wanaodhalilika katika ulimwengu. Ifikapo sasa wataka kupewa, eti waulizwa majina yao na picha zao na walipotoka. Mimi nawaambia wale masikini wote kama kina sisi hivi, sote tufeni njaa, tusifedheheshwe. Heshima na jina na hadhi kwa Mungu, hili kwetu sisi ni neema Mungu ametupa kuliko njaa na umaskini. Na wale wenye kutoa wajue wao wanawatakiwa watambue wale zaidi, na wajue kwamba unapompa ni yeye akufanyia wewe favor. Nataka nimalizie na aya hizi tukenda kuzingatia, wallahi ni aya adhimu. Mwenyezi Mungu aeleza watu waliookolewa siku ya kiyama.
aeleza watu walioomba kuokolewa na Mungu akawaokoa, kisha niwaregeshe niwaeleze walifanya nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratu Ad-Dahr, asema kuhusu hawa watu walioyazungumza, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, sisi tuogopa kwa Mola wetu siku ambayo nyuso zitakunjika kwa sababu ya shiddatul haul, na shida ya tabu na maudhiko iliyokule. inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira shiddatan shadida. Wanazuoni wanasema, Mwenyezi Mungu asema fawaqahumullahu sharra dhalika al-yawm, Mwenyezi Mungu aliwaokoa akawatenga wao na shari na uzito wa siku hiyo. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور, na Mungu akawapa furaha inayodhihiri kwenye nyuso zao na furaha ya nyoyo zao. Wajazahum bima sabaru, na Mungu akawalipa kwa subra yao jannatan wa harira, majumba na maskani zilizokuwa bora na mavazi yaliyokuwa mazuri. Mwajua kina nani hawa? Turudi nyuma mwajue. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ndugu zangu Waislamu, kabla hatujamsalia Mtume na kumaliza khutba, nawaambia wenye mali, hurumieni muhurumiwe. Mali yako inaweza kupeleka janna ikawa umefaidika mara mbili, duniani umestarehe na ukaenda peponi. Mali yako fanya ni chumo la kuongezewa daraja mbele ya Allah, lakini ukifanya ubakhili, hasara mwenye kuhasirika wa kwanza ni wewe mwenyewe, kwa sababu hiyo mali itageuka nyoka, hiyo mali itageuka adhabu yaum al-qiyama, na itakuwa haikukusaidia. Na unapotaka kumsaidia maskini, fikiria kumstiri kwanza kabla ya kumsaidia. Kuna ndugu yetu ameomba tumuombee dua, kapata ugonjwa wa kansa na yuko katika stage nafikiri ambao si nzuri, lakini Allah huwa shafi, yuomba Mwenyezi Mungu amfanyie sahali na ampe shifa. صلوا وسلموا على رسول الله. قال الله عز وجل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم استرنا، اللهم احفظنا، اللهم اجبرنا، اللهم اهدنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.